Hello, good morning, good afternoon, good evening, depend where you are watching this video from. My name is Judith, and welcome to JG TV, Judy George TV. And for a long time, for sometimes I've not been posting, but today I come. And this time is my perspective, and I would like to talk a topic of perspective. Perspective means how you see things from the position you are or from where you want to listen from. If you want to listen, like if we have a tenant and a landlord, if you are a tenant, you'd listen like as the perspective of a tenant. Like landlord should understand you even if you are late for a month or two or something, anafaa elewe, anafaa ajue pesa ukosa. But if you are landlord, you would see you have loan, you build a house with a loan, and you have to clear your loan. So somebody should live in a place you can afford at your level. And so whenever the tenant came to your house, she or he knew he can be able to afford the house. So from different perspective. And today I would like to talk of this story has been moving along with over a guy, a lady who died in a family. If somebody, if you like this picture here, you see 9 and 6. If you face the different, you are from different direction, you can argue to kill each other. You can argue to harm each other. Because when I'm on this side, I see it's 9. When you are on the other side, you see it's 6. And I could say it's 6. Now it's 9. It's 6. It's 9. And so it's different perspective where we should respect different people's perspective depend to their position. Now, I'd like to talk this story like this one. If I'm a parent, my daughter got pregnant through a friend. They are courting or they are not married, but wako pamoja na amepata mtoi. Na huyu jamaa amekataa kunemu mtoto kwao. Now I'm a parent. And na akasema mimi we muite kwe. So from a parent who has seen so many things in she has some years. Atasema huyo jamaa hakupendi. Hapendi mtoto wangu. Mbona amemzalisha na hataki mtoto aitanishwe naye kwa sababu hataki anything to do with the future reference. And so this woman hakuwa anafanya vibaya akisema mtoto wangu aliita mtoto kwenye kwao kwa sababu jamaa hakuwa anampenda. That's the perspective of a parent. Na to make them to talk more, anasema haujai kuja nyumbani. Hujai kuja, umezalisha msichana na ameita mtoto kwao, ameita bwana yangu ama ameita the father mtoi, na kwa hivyo there is no marriage there. That's the parent. Na hujai kuja kusema, so there is no marriage apart from kulala na msichana wangu na kumzalisha, hakuna doa. On the other side, jamaa naye anasema because my child is involved there, I'm part of this. No, ni perspective ya kijana. Naye anasema it's all about me and her. It's not about the parent, it's not about whoever will hear this story. It's about me and her, how tulikuwa tunakaa mpaka mahali tumefika. It's not about the other chapters of life. It's about how we are, how we have been doing things, how we have been moving on. And the other person is not there to answer the question. So that's another perspective. Another perspective is us, who we are judging too much against the family. And I think the family has all the rights to do whatever they want, to say whatever they want, because sometimes, and this is a wake-up call for those who are getting married, ama mtu unazaa na mtu, alafu mnakaa tu hivyo, ama mnakosana, you have not legalized anything. And as from afar, tunajua watu tunaonanga pamoja, tunajua wako na mtoto pamoja, but the real thing is in kitchen. Is in the kitchen. Hakuna mtu anajua wako pamoja wakipelekana wapi. Wako pamoja wakiishi kama bibi na bwana, ama they are wasting each other's time.
because if tumezaa mtoto na hujamuita kwenu, that means you don't want any string attachment between me and you. So whenever we are together and we stay together, people see us together, tunakula raha, tunachapa maisha. And so from all these different perspectives, people judge a lot, people talk a lot, and kuna watu wanajua ukweli haya mambo yote, na sisi tukiwa mbali we judge a lot. And sometimes so many things hata kwa mitandao zinakuwa uongo mingi sana, because I had a witness somebody talking of somebody I know very well personally, na anaongea vibaya huyo mtu, mpaka anasema anajua kwake amejenga nyumba ya gorofa, na huyu mtu hana hata nyumba ya gorofa. But through the perception people analeta kwa social media, we take things and we judge and we harshly condemn, na hatujui ukweli. Only that si lazima tufunguliwe vitabu zote tujue ukweli. Kwa hivyo sometimes unasema ile kitu hainihusu, let me step away, because from different perspective, hata kama wewe ni mzazi, sometimes it's good whenever you are doing any talk or any content or any reply, you should ask yourself, if you are the parent of this woman, how wewe ungejibu aje, wewe ungereact aje? But that's another thing. But sasa huyu mnaye alikuwa anakuja anasema ati the guy, huyu jamaa anataka ku harvest from this woman's contribution. In this world, here and away, the whole world, we have gauged each and every, even to console somebody, we have gauged everything with finance. Tumegeji kila kitu na shilingi, coin, dollar. At if you feel sympathy of somebody, you feel somebody is passing through hard time, we want to appreciate something, is money. You want to say thank you, is money. Because even if you buy a present, is money. If you come to say pole sana umefiwa, it's money. So mwenye alikuwa anasema ati huyu jamaa ati anataka kuharvest pesa kwa through this contribution of burying, sikuona ikiwa right. Kwa sababu do I have to come to the book and I ask, have you catered for every budget so that you can chip in? No. Haupeanange kwa sababu hiyo pesa lazima iende kwa mazishi. Kuna contribution napatanga, tunafanya contribution napata tunatoa hata 5 milioni 3. It doesn't mean ati huyu mtu tumemzika na tutamzika na 5 milioni, hata ile itabaki turushe kwa saduku ama huko kwa kaburi ndio teende nazo. No. If you have friends and good friends wanakuja kukupea pole, it's financial. Kila mtu alijua tunageji kusapotiana na pesa. Tuna gauge value ya kusapotiana, kuambia mtu pole. Huwezi kuja umwambie mtu pole umwache hivyo. Atagharamika kutembea, atagharamika kununua nguo, atagharamika kununua maua, atagharamika hizo siku na moon haendi kazi. So sio lazima atikue ati ana contribute hizo pesa zote anapeleka wapi. A giver doesn't want to know where the money is going. If you are a giver, you are those people who give. Whenever you give, usifollow your pesa kwenye inaenda. As far as from your heart umepeana na roho safi. Don't follow the money. When you follow the money, you manipulate the purpose of giving and the blessings of giving. Because naye utaenda kuuliza Mungu, nimepeana utanipea nini? You have no bargain ile kitu Mungu atakuachilia kwa sababu being a giver. And be a giver, even if you pay mtu pesa aende akakunywe pombe, where you have done the purpose of giving. And so whatever God is going to give to pay you, you also don't have to bargain back and ask God, and what will you give me on return of giving this person? So watu waache kuwa so much wanafuata maisha za watu like ni watoi. Ama wanawafuata like lazima tujue shilingi inaenda. Uwezi jua, you can't be accountable with each and every coin. Even those people say they are very accountable. Au kosi ulisikia jana hukununua chakula ukapelekea yule mtu na ukakula. Na si kusema you are not accountable. You are, because this money ulikula kwa sababu haungefanya kazi ukiwa njaa. Haungekuwa kwa barabara. Uliweka gari yako mafuta, yes, kwa sababu ulikuwa umeenda kwa hiyo purpose. So sio kusema tu you are not accountable ataliweka gari yake mafuta za nini. Okay, ulikuwa unataka atoe wapi, ama ulikuwa unataka aende na ya nani? So from different perspective of life, alafu najiuliza, na mimi kama ni mimi nimefanywa hii kitu, kama ni mimi nimefika, kama mimi nimepata na hii jambo, how could I take it myself? How will ningetaka watu wanichukulie aje? Because when you come up and talk,
ujue hizi social media does not forget. Social media haisahau, tutakumbuka tu na tutakukuti vile tunakuti wakubwa wakiongea walisema mambo mingi, then saizi ndio wanazifanya wenyewe. We shall quote you saying hafai kucontribute, and then nawe upatane na mambo na ulisema hafai kucontribute. Okay, wewe utahitaji tukupe ama utahitaji tukikupe ikifika 1,100 ile inahesabika kwa hiyo purpose, na hiyo kitu imekuhampenia hiyo ingine tuseme watu warudishiwe. Sina ubaya na mtu, lakini maswali tu najiuliza. Whenever we talk something, people should ask themselves, na kama wewe umefia, si content tu tunafanya, si maongeo tu tunaongea, because we can argue 6 is 9, 9 is 6, 6 is 9, but from different perspective. You see different thing, I see different thing, and we are all right. So sina mengi. I felt I have to talk about this, so that kila mtu anajiuliza maswali. Whenever you condemn somebody kwa social media, unamuinukia, then all of a sudden nawe kitu inakupata. Today is me, tomorrow is you. Kuwa na wakati mwema na jioni njema. All the best.